Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ndoto ya wanachama wa kundi la BRICS ni kuhakikisha kwamba wanaipiga chini dola ya Kimarekani katika fedha na kuhakikisha uchumi wao unakuwa. Lakini je, ndoto hii inaenda kuwa ya kweli ama ni nini kinaendelea hadi wakati huu? Katika mkutano wa BRICS uliofanyika Kazan nchini Urusi mwaka 2024, moja kati ya hoja ambazo zilielezwa na wanachama wa BRICS ni kuona ni jinsi gani wataweza kuwa na fedha mbadala wa dola. Baada ya mkutano huo, utekelezaji ni kama vile ulianza. Katika kipindi hiki, nchi kama vile Urusi na China zimeanza kutumia fedha ya yuan kuhakikisha kwamba inaipiku dola ya Kimarekani. Katika hisa ya sarafu ya yuan ya China katika malipo ya biashara na upokeaji tayari imefikia takribani 53%, huku ikipita dola kwa 47%. Mabadiliko haya ni ya kihistoria na yanakuja katika hali ambayo mwaka 2010 hisa ya yuan katika biashara ya nje ya China ilikuwa takribani sifuri. Takwimu za hivi punde zinaonyesha kuwa yuan ya China iliipiku sarafu ya dola katika biashara ya nje kwa mara ya kwanza kuanzia mwaka 2023 na hata wakati huu kufikia hisa 53%. Mabadiliko haya si tu ni mafanikio ya kiuchumi kwa China, bali pia yanaashiria mwanzo mpya katika mfumo wa fedha wa ulimwengu kupitia ukurasa mpya ambao dola si mchezaji pekee uwanjani katika ulimwengu na inaelekea kwenye upande wa kukabiliana na sarafu ya yuan ambayo wakati huu wanachama wa BRICS ambao wameazimia kuhakikisha wanaipiga chini dola wanakuja kwa kasi. Hata hivyo, katika miongo ya hivi karibuni hilo limeifanya Marekani mara nyingi kutumia vibaya dola kama chombo cha kutoa mashinikizo ya kisiasa na kiuchumi kwa mataifa mengine. Vikwazo vikubwa dhidi ya Russia, vikwazo vya kifedha dhidi ya Iran na vitisho sawa na hivyo dhidi ya China, yote hayo ni mifano ya Marekani kutumia sarafu ya dola kama nyenzo na fimbo ya kuzichapia nchi nyingine, hususan zinazokataa kudunishwa na kuburuzwa na serikali ya Washington. Wakati anaingia madarakani rais wa Marekani Donald Trump mnamo Januari mwaka huu, moja kati ya kauli aliitoa ni kwamba mataifa yote yatakayopambana na dola basi atayawekea vikwazo vikubwa, akiamini kwamba hakuna taifa ambalo litakuwa na uwezo wa kuweza kuishusha dola ya Kimarekani. Tabia na utendaji huu umezifanya nchi nyingi kufikia tija hii kwamba kuwa tegemezi kwa sarafu ya dola ni hatari kubwa ya kimkakati kwa uchumi wao. Katika jambo hili, kwa wasiwasi huu, nchi kama China, Russia, India, Iran na hata baadhi ya nchi za Ulaya zimeanza jitihada za kupunguza utegemezi wa sarafu ya dola, na juhudi hizi zinapanuka katika mfumo wa kutumia sarafu za kitaifa katika biashara ya nchi mbili, kuunda mifumo ya malipo isiyotegemea SWIFT na kupanua njia za kubadilishana sarafu na washirika wa kibiashara. Wanachama wengi wa BRICS sasa wanafanya biashara kwa kutumia fedha zao za ndani. Urusi na China wamethibitisha hili. Rais wa Urusi Vladimir Putin katika siku za hivi karibuni alisema kwamba sasa lazima watumie fedha zao za ndani badala ya kutumia fedha ya dola ya Kimarekani. Russia, ikiwa moja ya mataifa hayo yaliokuwa mstari wa mbele katika njia hii, imetangaza kuwa mauzo yake ya kibiashara na nchi za Asia ya Kati yamezidi dola bilioni 45, na sehemu kubwa mabadilishano haya ya kibiashara yamefanywa kwa kutumia sarafu za ndani. Rais Putin wa Urusi amesisitiza kuwa mwelekeo huu unazidi kupanuka kimfumo na unalenga kuongeza uhuru wa kifedha wa nchi hizo. China pia imepiga hatua kubwa katika mwelekeo huu, ambapo serikali ya Beijing inajaribu kutambulisha yuan kama mbadala wa sarafu ya dola katika biashara za kimataifa kupitia sera zenye uratibu na malengo. Hatua hizi ni pamoja na kurahisisha udhibiti wa mtaji na kuongeza mvuto wa masoko ya fedha ya ndani kwa wawekezaji wa kigeni, na kutolewa hati za kifedha za mikopo zenye thamani ya yuan na nchi mbalimbali, na kuendeleza mfumo wa malipo wa CIPS kwa njia mbadala ya SWIFT. Mradi wa sarafu ya kidigitali ya mBridge pia umezingatiwa kwa kutumia yuan kwa malipo ya kimataifa. Kulingana na data benki inayowezesha miamala ya kimataifa BIS, kiasi cha biashara kimataifa na yuan kilifikia dola bilioni 817 kwa siku mwaka 2025 na kuongeza hisa yake ya jumla ya miamala ya fedha za kigeni hadi 8.5, na ukuaji huu wa kuhisika umeifanya yuan kuwa sarafu ya 5 duniani ambayo inafanyiwa sana muamala na kuziba pengo la paundi ya Uingereza
Hii ni katika hali ambayo hisa ya pound katika biashara ya sarafu katika uga wa kimataifa imeshuka hadi 10.2 ikilinganishwa na miaka mitatu iliyopita. Hivi sasa sarafu ya UN inakaribia kwa kiasi kikubwa kushika nafasi ya 4 duniani. Lakini pia hii ni kazi kubwa iliyofanywa na wanachama wa BRICS, na sasa kile ambacho kinaelezwa katika hali hii, nchi kama India, Brazil, Afrika ya Kusini na mataifa yote katika BRICS yameanza kupunguza utegemezi wao kwa kutumia dola. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.